Licha ya kusakwa kwa gharama kubwa na Israel na Marekani, viongozi wa Iran bado wanaonekana kushirikiana na umma katika matukio ya kijamii, wakionekana hadharani katika siku ya Quds mnamo Ijumaa mjini Tehran. Maafisa mbalimbali wa Iran akiwemo Rais Masoud Pezeshkian wameshiriki katika maandamano ya siku ya Quds siku ya Ijumaa huko Tehran. Video za maandamano hayo zimeonyesha Rais Masoud Pezeshkian alionekana akitembea na baadaye kupanda katika pikipiki, ishara ya kuungana na umma wa Iran katika siku hiyo ya Quds. Baada ya habari za kuwepo kwake rasmi, milipuko mingi iliaminika kusababishwa na mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel ilisikika karibu na maandamano hayo, huku televisheni ya Press TV ya Iran ikiripoti kuwa mwanamke mmoja ameuawa. Maafisa hao waliandamana licha ya hatari ya mashambulizi hayo ambayo yamewaua makumi ya watu pamoja na wakuu wa serikali, akiwemo kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei tangu vita dhidi ya Iran vilipoanza mnamo Februari 28. Rais Masoud Pezeshkian, mkuu wa usalama Ali Larijani na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi walikuwepo miongoni mwa waandamanaji. Rais Masoud Pezeshkian alionekana akipita kati ya umati wa watu bila msafara wa watu wanaomlinda unaonekana, akitangamana na umma na kuacha kuchukua selfies. Mkuu wa idara ya mahakama Ghulam Hussein Mohsen AJ pia alionekana kwenye picha za video zilizorushwa na televisheni ya taifa. Alikuwa akihojiwa hewani wakati milipuko hiyo iliposikika. Mwishoni mwa njia ya maandamano, Mohsen AJ hakwenda kwenye jukwaa la viongozi katika uwanja wa sala wa chuo kikuu cha Tehran, badala yake alitekeleza sala yake mitaani, vyombo vya habari vya serikali vilionyesha katika picha hiyo. Hata hivyo, taifa la Iran limedhamiria. Katika video moja, Larijani alitoa mahojiano kwa ANA TV ya ndani akijibu vita ni wazi wanaishiwa na mvuke, Larijani alisema wakati wa maandamano hayo. Tatizo la Trump ni kwamba haelewi kuwa taifa la Iran limekomaa na limedhamiria, aliongeza Larijani. Mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel katika siku ya kwanza ya vita yalimuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei na wanafamilia kadhaa. Mwanawe Mojtaba ametajwa kuwa mrithi, lakini bado hajaonekana hadharani. Siku ya Alhamisi, katika taarifa yake ya kwanza rasmi tangu kwa kiongozi mpya, Ayatollah Mojtaba Khamenei alisema kuwa vituo vyote vya Marekani lazima vifungwe mara moja katika eneo hilo, la sivyo vitashambuliwa. Vituo hivi ni pamoja na ngome za kijeshi, lakini pia pamoja na balozi katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika mataifa ambayo yamefungua vituo vya kijeshi na Marekani. Taarifa yake ilisomwa kwa sauti na mtangazaji wa IRIB, shirika la utangazaji la taifa la Iran. Iran, bila ya kutaka kuweka utawala katika kanda, imejiandaa kikamilifu kwa umoja na uhusiano wa joto na majirani zake. Nchi za eneo hilo lazima zifunge kambi za kijeshi za Marekani, vinginevyo tutalazimika kuzishambulia tena. Ni kauli ya kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei. Lakini kwa nini viongozi wa Iran waliamua kuambatana na umma katika kusherekea sherehe za Quds ambazo malengo yake ni kuunga mkono watu wa Palestina? Viongozi wa mamlaka nchini Iran akiwemo Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, licha ya kuwa katika vita vikali dhidi ya Marekani na Israel, lakini anajaribu kuonyesha umma kwamba yeye yupo pamoja na wananchi na yupo tayari kufa kwa ajili ya kutetea wananchi na Waislamu wote duniani, wakiwemo wale wa Palestina. Hii ni ishara njema kwamba viongozi wanahitaji kuonekana katika umma kwamba wapo tayari kufa pamoja na wananchi wao, lakini pia hili linawapa nguvu wananchi kuona kwamba viongozi wapo pamoja na wao katika mapambano yote na wakati wowote. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho viongozi wa Iran akiwemo kiongozi ama rais wa Iran Masoud Pezeshkian na viongozi wa usalama wakiambatana katika siku ya Quds mjini Tehran, ambayo inaendelea hadi leo. Katika kuadhimisha siku hiyo, viongozi hao wameonekana hadharani licha ya kwamba ni wanatafutwa na wanatakiwa kulengwa na majeshi ya Israel pamoja na Marekani. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.